إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون يدبر الأمر يفصل الآيات لعلهم بلقاء ربهم يوقنون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا ومصطفانا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل وسلم وزد وبارك وتكرم وتحنن عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أحبتي في الله بعدكم شكر الحق سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة ناماني kipenzi chake na kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kiendelea na silsila ya fitna ambayo kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amesema ndio fitna kubwa zaidi kutoka kuumbwa wanadamu. Innahu lam yakun fitnatun منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال كما ilivyokuja katika hadithi ya Ibn Majah. Hakuna fitna ambayo kwamba ni kubwa kutoka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuumba kizazi cha wanadamu ambayo kwamba ni kubwa kushinda fitna ya Dajjal, bali ikaja katika hadithi nyingine kama tulivyoashiria katika juma lililopita, fitna zote zinamtengia Dajjali na zinamuandalia mazingira. Ikhwata al-iman wal islam, kiendelea kumzungumzia Dajjal. Dajjal anajulikana kama al-Masihu ad-Dajjal, na Masihi wapo sampuli mbili. Kuna Masih ambaye kwamba ni Sayyiduna Isa, ni Masihu huda, ni Masihu wa uongofu, na kuna Masih ad-Dajjal ambaye kwamba ni Masih dalala, kama alivyomsifu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Masih dalala, Masih wa upotevu. Kwa nini akaitwa al-Masih ad-Dajjal? Katika kulifasiri na kulieleza neno Masih, maulama wana kauli zaidi ya 50, lakini za haraka zile ambazo kwamba ni mashauri. Ya kwanza ni kuwa ameitwa Masih kwa sababu ni mamsuhul ain, jicho lake limefutwa, yani haoni, ana jicho moja ambalo kwamba halioni. Na hii nayo ni nukta muhimu ambayo kwamba wengi wetu tunakosea kupitia mapicha na mavideo yanayoenezwa katika mitandao ya kijamii na katika matelevisheni. Akizungumziwa Dajjal utaona inakuja sura ya mtu ambaye kwamba ana jicho moja katikati. Si kweli. Dajjal macho yote mawili yako katika uso wake, isipokuwa moja ni mamsuha, moja limefutwa, yani halioni. Kauli nyingine nasema ameitwa Masih kwa sababu yamsahu al-ard fi 40 yawma, ataifuta ardhi katika siku 40, yani ataizunguka hii ardhi yote katika siku 40 kama alivyoashiria bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam aliposema, baada ya kuulizwa mtume sallallahu alayhi wa sallama, kam yalbath fina, atakaa muda gani huyu Masih kwetu? Akasema 40 yawma, siku 40. Kisha akasema yaumun kasana, katika hizo siku 40 siku moja itakuwa ni kama mwaka. Siku lakini namna ilivyokuwa ndefu ni kama mwaka, miezi 12 hiyo. Wa yaumun kashahr,
na siku ya pili itakuwa ni kama mwezi, miezi 13 ishatimia. Wa yawmun kajumua, na siku ya tatu itakuwa ni kama wiki, imekuwa miezi 13 na wiki. Alafu wasairu ayamihi ka ayamikum, zile siku zitakazobakia ambapo kwamba ni 37 itakuwa ni kama siku zenu za kawaida. 30 ni mwezi mwingine, kwa hivyo miezi 14 na wiki moja, na zile 7 ni wiki, atakaa miezi 14 na wiki mbili. Yaumun kasana, angalia namna ilivyokuwa fitna ni nzito, mpaka maswahaba wanamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, hii siku hii sisi tutaswali vipi ikiwa siku ni ndefu kwa urefu huu? Angalia himma ya maswahaba ilikuwa wapi? Ilikuwa katika ibada. Wanachokifikiria wao, tutamuabudu vipi Mwenyezi Mungu katika siku ambayo kwamba ni ndefu kama mwaka mzima. Pengine ingekuwa ni sisi tungefikiria tutakula mili ngapi, tushazoea maana siku ya kawaida tu la 3, tutajigawanya vipi, ama tutalala vipi, masaa mangapi na mangapi. Mtume sallallahu alaihi wasallam aambia ukduru lahu, mutakadiria. Kwa hivyo mtaangalia katika ile mwaka, kila ndani ya masaa 24, kwa kadri ya masaa 24 mtaswali swala zenu 5 kama kawaida. Kwa hivyo ameitwa Masihi, sababu ya kwanza ni mamsuhul ain, na ndo kauli yenye nguvu. Sababu ya pili ni kwa sababu yamsahul ardh fi 40 yawma, ataizunguka ardhi yote katika siku 40. Ama Dajjal, Dajjal inatokana na neno Dajjal, na Dajjal ni talbis na tadlil. Dajjal ni kubadilisha haqaiq, uhakika wa mambo. La sawa ukalifanya makosa, la makosa ukalifanya sawa, haki ukaifanya batil, batil ukaifanya haki, ukawa unabadilisha mambo. Hii ndio inaitwa Dajjal, na yeye atakuja kufanya hivyo. Iman itakuwa ni kufri, kufri ni iman. Mtume atuambia jannatuhu nar wa naruhu janna, kama ilivyokuja katika hadithi. Ana pepo na ana moto, lakini jannatuhu nar wa naruhu janna, pepo yake ndio moto. Ukisema unaingia katika pepo yake ndio unakwenda kuungua. Wa naruhu janna, na ule moto wake ndio pepo. Ukiingia katika ule moto, kwa sura ya juu tadhani ni moto, lakini ndani ndio pepo iko ndani huko. Kwa hivyo Almasihu Dajjal ameitwa kwa jina hili kutokamana na maelezo haya ambayo kwamba tumeeleza. Sifa zake yukoje kimaumbile? Kwanza, je, ni mwanadamu ama ni kiumbe kingine tu cha kimaajabu? Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama tulivyoshiria katika juma iliyopita, kuwa hadithi zilizomzungumzia Almasihu Dajjal ni nyingi, na ambazo kwamba zimefika daraja ya sahihi na hasan ni hadithi 190 kutoka kwa masahaba zaidi ya 30 ambao kwamba wanakaribia 45. Hadithi ni nyingi zilizomueleza Almasihu Dajjal, lakini tutashika 3 peke yake. Ya kwanza amepokea al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia innahu rajul, ni mtu. Kitu cha kwanza ni mtu, ni mwanadamu, ili usijokaona pengine ni jini ama ni mnyama fulani ama ni kiumbe tofauti. Innahu rajul, ni mtu. Lakini mtu mwenyewe ni mtu sampuli gani? Mzee wa wastani, barobaro, ni kijana mdogo? Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi nyingine asema shabun qatat, asema ni shab, ni barobaro. Kwa hivyo atakuwa katika umri wa ubarobaro hapo, miaka kati ya miaka 25 mpaka miaka 40. Kwa hivyo innahu rajul, sifa ya kwanza ni mtu jasimun, mwenye mwili mpana, ana mwili mkubwa mpana. Sifa ya tatu aliyotaja Mtume sallallahu alayhi wasallam, ahmar, mwekundu, si mweupe wala si mweusi. Nataka kwa wale ambao kwamba tayari pengine washaiona ile series tuloitaja ya Masaya, ama hata kama wameona trailer yake, waziangalie hizi sifa alizotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam,
alafu weke na picha ya yule actor aliyoko katika kipindi kile, waone mutabaka mkubwa, namna zinavyolingana kwa daraja kubwa, si zote lakini nyingi ziko kwake, na aliyefanya kipindi kama kile si Muislamu, ili ujue kuwa wao wanasoma dini yetu zaidi yetu sisi. Asema innahu rajul jasim ahmar. Sifa ya tatu Mtume sallallahu ama ya nne Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ja'dur ras. Ja'dur ras maana yake ana nywele za waves, yani nywele zake sio zile ambazo kwamba ni straight wala sio ngumu sana, ni zile ambazo kwamba zina nini, zina waves. Alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema a'warul ain, jicho lake moja halioni. Macho yote mawili tumesema nayo, lakini moja halioni. Akalipigia mfano akasema kaannaha anaba tafia, asema kana kwamba ni zabibu ambayo kwamba haikuwa kama wenzake. Ona, mara nyingine ukishika unqud ya zabibu, zile zabibu zikiwa pamoja hivi utapata moja hivi haikufura, imesinyaa. Asema jicho lake litakuwa ni hivyo, kaannaha anaba tafia. Hii ama hizi ni muwasafat ambazo kwamba zimekuja katika riwaya hii ya al-Imam al-Bukhari. Katika hadithi nyingine ambayo kwamba imepokewa na al-Imam Abu Daud katika sunani yake, atuambia Masihu Dajjal bado rajulun, ameanza na sifa ile ile Mtume, ni mtu mwenye sifa gani? Asema qasirun, mfupi, hata kuwa mrefu kama vile wanavyotawaka baadhi ya watu, pengine ni dude kubwa limeenda mbinguni mrefu. Mtume asema qasir. Leta picha katika kipindi kile umwangalie mtu mwenyewe namna alivyokuwa mfupi, ekta kule, rajulun qasir. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea akasema afhaj. Afhaj maana yake ni kuwa miguu yake imewachana, iko mbalimbali, yani ana aibu katika mwendo wake. Maulama wengine wasema bali imebeta, yani ni matege, miguu yake haijanyoka, ndo maana ya afhaj. Na hizi zote Mtume anatubainishia ili tujue kuwa kiumbe hichi kina mapungufu. Kwa hivyo akija akidai kuwa yeye ndio Mungu wenu, musikubali, kwa sababu Mwenyezi Mungu ana sifatul kamal. Mwenyezi Mungu sifa zake zote ni za ukamilifu, hana upungufu Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo maadamu huyu ana upungufu wote, huu sio Mungu. Afhaj, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia katika riwaya ya Imam Ahmad ama katika hadithi nyingine ya Imam Ahmad inayotaja vile vile sifa zake, Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia wa amma masihu dhalala, ama huyu masihi wa upotevu ambaye kwamba ni Dajjal. Tumetangulia mwanzo wa khutba kusema kwa Mtume amemuita kwa jina hili, amemsifu kwa sifa hii. Amma masihu dhalala fa a'warul ain au fa huwa a'warul ain, jicho lake moja halioni. Akaendelea Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ajlal jabha, hii forehead, baba la uso lake pana kidogo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema aridun nahr, mabega yake ni mapana kidogo, yani hayajaingia ndani hivi, mabega kidogo ni mapana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamalizia akasema ana inhina, amefanya kama kubeta kidogo sifa yake mtu kama huyu. Hizi ni hadithi tatu kama tulivyoahidi kwa tutazitaja peke yake. Kwa hivyo kwa majumuu, mkusanyiko wa hizi hadithi, napata kuna sifa takriban 10 amezitaja bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Na ukifuatilia kwa wingi katika hadithi za bwana Mtume akimzungumzia Dajjali, utapata sifa moja anaikariri sana na kuitaja kwa wingi, nayo ni a'warul ain au mamsuhul ain ama matmusul ain. Imekuja kwa riwaya mbalimbali na kwa maneno mbalimbali, kwa jicho lake moja halioni. Kwa nini Mtume anaikariri sifa hii kwa wingi? Kwa sababu ndio sifa iliyokuwa dhahir, inaonekana kwa haraka. Mara nyingi wanadamu tukikutana tunatazamana wapi? Kwenye uso. Kwa hivyo alama ya kwanza ambayo kwamba utaweza kuiona kwa wepesi ni jicho kutoka kwake. Kwa hivyo ni a'warul ain. Alama nyingine ambayo kwamba inapatikana katika maumbile yake lakini haioni,
isipokuwa ni mu'min. Anatuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokewa na al-Imam al-Bukhari, maktubun baina ainai kafir, kumeandikwa kati ya macho yake kafir ama kafara, kwa riwaya mbalimbali zimekuja. Kwa hivyo ameandikwa katika nini? Katika uso wake, kati ya macho yake kafir. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia katika hadithi iliyopokewa na Imam Muslim katika sahihi yake, yaqra'uhu kullu mu'minin katibin au ghairi katib, anayeweza kuisoma hilo neno katika uso wa Dajjali kuwa ni kafir ni kila mu'min. Ina maana ikiwa mtu hana sifa ya iman, hata kama anajua kuandika na kusoma, hawezi kulisoma hilo neno katika uso wa Dajjal. Yaqra'uhu kullu mu'minin. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutosheka kutuambia hivyo ili atutoe wasiwasi, kwa sababu kuna wengine hawajui kuandika, kuna wengine hawajui kusoma. Atuambia katibin au ghairi katib, ajua kuandika ama hajui, ajua kusoma ama hajui, madamu ana sifa ya imani, Mwenyezi Mungu atampa uwezo wa kulisoma lile neno katika uso wa Dajjal. Kwa hivyo hizi ni baadhi ya sifa ambazo kwamba ni za kimaumbile kwa Dajjal. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatueleza ili tupate kuzijua pindi itakapofika kipindi kama hicho. Na ikiwa utakuwa ni mwenye kupambana naye, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuepushe na fitna kama hiyo, asitujalie kupambana nayo. Ikhwata al-iman wal islam, hiyo ni upande wa maumbile yake. Tuje sasa upande wa kutoka kwake. Kama hichi kitatoka wapi? Na je, kipo ili tukisema kinatoka tayari kipo, ama kitakuja kuzaliwa ndio kitoke wakati huo? Haya ni maswali ambayo kila mmoja anajiuliza. Kutoka imekuja katika hadithi iliyopokewa na al-Imam Tirmidhi kutoka kwa Sayyiduna Abu Bakr radhiyallahu anhu, asema yakhruju ad-Dajjal min ardhi al-mashriqi yuqalu laha Khurasan. Sayyidina Abu Bakr asema Dajjal atatoka upande wa mashariki katika ardhi inayojulikana kama Khurasan. Na katika riwaya ya Imam Ahmad kutoka kwa Sayyiduna Anas ibn Malik radhiyallahu anhu asema ad-Dajjal yakhruju min ardhi Asbahan, Dajjal atatoka katika ardhi ya Asbahan, wa ma'ahu 70,000 min al-yahud, na atakuwa pamoja na yeye wafuasi wake 70,000 katika Mayahudi. Asbahan ndio huko Khurasan. Asbahan ni mji ambao kwamba unapatikana katika nchi ya Irani. Huko ndiko atakapotoka nani? Dajjal. Na kwa wale ambao kwamba wamekifuatilia kile kipindi cha Masaya, ukiangalia kwa makini watakwambia asili yake ni wapi? Iran. Ili ujue namna gani watu wanasoma hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam zaidi yetu. Kwa hivyo kutoka kwake kutakuwa ni kutoka wapi? Pande za mashariki katika mji wa Asbahan. Na watakaofuata ni kina nani? 70,000 min al-yahud. Mtume asema Mayahudi 70,000, na 70,000 haimaanishwi figa hiyo kuwa ni idadi hiyo ya 70,000. La, 70 inatumika katika lugha ya Kiarabu kwa maana ya kathra, wingi. Na ndo maana Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoambiwa na Mwenyezi Mungu, ukimwombea msamaha Abdullah ibn Ubay bin Salul 70 mara 70 falan yaghfir Allah la, Mwenyezi Mungu hatamsamehe. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema nini baada yake? Asema ningejua kama nitazidisha 70 Mwenyezi Mungu atamsamehe, ningemwombea msamaha. Lakini ajua 70 inamaanisha nini? Wingi, wala sio idadi. Kwa hivyo kilichokusudiwa katika hadithi kuwa ni idadi kubwa ya Mayahudi ambao kwamba watamfuata nani? Watakamfuata Dajjal. Na kwa nini Mayahudi? Kwa sababu Mayahudi ni madiyuna, ni watu wa mada, ni watu wanapenda waone washike. Tofauti ukimwambia Mwenyezi Mungu yuko wapi? Mbona simuoni?
naweza kumshika. Hilo halitaki. Na ili uthibitishe hilo, rudi katika Al-Qur'an Al-Karim. Sayyiduna Musa alayhi salam alipookoa Mayahudi kutokamana na Firauni na jeshi lake, Mwenyezi Mungu akamwambia aipige bahari. Bahari ikawachana, fakana katawdi alazim, yale maji yakasimamishwa na Mwenyezi Mungu akawa kama majabali. Mayahudi wakapita, Firauni akija na jeshi lake wakazamishwa. Wakifika upande wa pili Mayahudi, angalia namna walivyokuwa na inadi, waanza kuvuka, wananusuriwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wakifika upande wa pili, wanaona watu wanaabudu masanamu. Wanamgeukia Sayyidina Musa, anamwambia ij'al lana ilahan kama lahum aliha, tutengezee na sisi sanamu bana kama vile hao wana masanamu. Natoka kuokolewa na Mwenyezi Mungu sasa hivi, hakujapita hata dakika 5, mtaka sanamu. Kwa nini wataka sanamu? Kwa sababu ni kitu wanakiona kiko mbele yao, wanaweza kukishika. Na ndio maana As-Samiri alipotengeza mungu wa ng'ombe, walikwenda mbio mbio kumwabudu, kwa sababu ni kitu kiko mbele yao wanakiona. Bilmunasaba, moja katika akwali za maulama kuwa huyu Samiri ndio Dajjali mwenyewe, ni kauli ipo kwa maulama. Wengine walikuwa kitakidi ni Ibn Sayyad. Ibn Sayyad ni bwana ambaye kwamba alikuwa katika zama za bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alikuwa na mambo kimaajabu, mambo ya kishetani. Baadhi ya masahaba kama Sayyiduna Abdullah ibn Umar alikuwa anayakini kwa Ibn Sayyad ni nani? Ni Dajjal. Upo uwezekano wa kuwa Dajjali anaweza kuja kwa shakli ya mtu zaidi ya mmoja, maadamu yupo Mwenyezi Mungu amempa umri mrefu, kama tutakavyokuja kuona baada kidogo tutataja hadithi. Anaweza kuja katika sura ya nani? Ya Samiri. Anaweza kuja katika sura ya kiumbe chochote mwingine, lakini Ibn Sayyad hawezi kuwa ni Dajjali. Kwa nini? Kwa sababu katika hadithi ya Sayyiduna Abu Sa'id Al-Khudri radhiallahu anhu, sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, asema tulitoka Madina tuenda Makka, tukiwa njiani tulikuwa na Ibn Sayyad katika msafara. Asema watu tuliokuwa nao pamoja wakaenda kando kidogo, nikabaki mimi na Ibn Sayyad. Ibn Sayyad, baadhi ya maswahaba itakidi ni Dajjali. Abu Sa'id akawa na hofu, mmewachwa peke yangu. Ibn Sayyad akalahidh, akahisi ile hofu iliyoko kwa nani? Abu Sa'id Al-Khudri. Katika mazungumzo akambainishia kuwa si mimi Dajjal. Kwa nini? Asema kwani hukumsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema aqimun la yuladu lahu? Katika sifa alizosifiwa na Mtume ni kuwa atakuwa ni aqim, hana kizazi. Dajjali hana kizazi. Ibn Sayyad amwambia Abu Sa'id, watoto wangu sinawacha Madina mimi, sasa una wasiwasi gani wewe kwa mimi ni Dajjali na mimi nimezaa? Ambia jambo lingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja kuwa atazunguka ardhi yote siku 40 isipokuwa Makka na Madina. Mimi natoka Madina na naenda Makka, bado itakidi mimi ni Dajjali. Kwa hivyo akajitetea Ibn Sayyad, akasema Dajjal ni kafir, mimi ni muumini. Kwa hivyo Ibn Sayyad si Dajjal. Dajjal katika hadithi ya Tamim ad-Dari ambayo kwamba imepokewa na al-Imam Muslim katika sahihi yake. Tamim ad-Dari alikuwa ni katika manasara kabla kuslimu. Baadaye akija kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamueleza kiswa chake, sema nilikuwa pamoja na watu 30, tumepanda safina jahazi katika bahari, mara mawimbi yakatupeleka mpaka kutufikisha katika jazira. Kuna kisiwa, asema tukifika katika kisiwa hicho tukapambana na kiumbe si cha kawaida, kimejaa nyele, la yu'rafu qubuluhu min duburihi, hajulikani mbele ni wapi wala nyuma wapi, kiumbe cha kimaajabu. Kadhani huyu shetani onesha. Wakimuuliza wamwambia mimi ni jasasa. Jasasa maulama wasema yani ni mwenye kufanya ujasusi.
Sasa amfanyia nani ujasusi? Akawaelekeza katika Dair, nyumba ya ibada. Wakienda kule kina Tamim ad-Dari, Tamim ad-Dari anaeleza, asema tukapambana na kiumbe kikubwa, tukapambana na kiumbe kikubwa. Katika mazungumzo kabainika kwa yeye al-Masih ad-Dajjal. Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaeleza maswahaba wake katika hadithi ya Fatima binti Qais, kwa Tamim ad-Dari amekuja kunieleza habari ya Dajjali kama zile habari ambazo kwamba mimi ninawapa. Kwa hivyo kutokana na hadithi hii kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anathibitisha yule alionekana na Tamim ad-Dari kule alikuwa ni Dajjali mwenyewe. Ina maana Dajjali yuko, sio kuwa atakuja kuzaliwa baadaye, yuko tu anasubiri wakati wa kutoka. Na ndio maana ukisoma hadithi nyingi za Dajjal utasikia yakhruju Dajjalu, atatoka Dajjali. Ina maana yuko bado nini? Kutoka, sio yuladu. Hakuna hadithi, hata hadithi moja imesema yuladu Dajjal, Dajjal atazaliwa upande fulani, ama Dajjal atazaliwa kwa shakli fulani. Yakhruju, ukiangalia katika hadithi nyingi. Kwa hivyo yuko Tamim ad-Dari katika mazungumzo yake na kile kiumbe kikubwa alichokiona. Ile bwana alimuuliza maswali matatu. Kwanza alimuuliza kuhusu Nakhlu Baisan. Nakhlu Baisan, mtende ama mitende ya Baisan. Baisan ni mji ambao kwamba upo kaskazini mwa Falastini, katika nchi ya Falastini pande za north, ndio upo nini mji kama huo wa Baisan. Na ni mji ambao kwamba ni maarufu na mashuhuri kwa wingi wa mitende na jauda nzuri, quality nzuri ya tende inajulikana pia. Kutoka wapi? Kutoka Baisan. Dajjal anawauliza kina Tamim ad-Dari kuhusu Nakhl Baisan, vipi, bado yatoa matunda, bado yatoa tende? Kuonesha kuwa moja katika alama za yeye kutoka na kudhihiri ni Nakhlu Baisan kutotoa tena tende ama kutopatikana tena mitende. Na fi'lan Mayahudi kuanzia mwaka wa 1950 1950 walichukua ile Baisan wakaigeuza wakakata mitende, wakajenga majumba ya kisasa kukaa. Kwa hivyo mitende ya Baisan imekwisha. Alama ya kwanza ya Dajjal imepatikana miaka 70 iliyopita. Swali la pili aliwauliza nani? Dajjal aliwauliza kuhusu Buhairat Tabariya. Hii ni lake, ni ziwa ambalo kwamba linajulikana kama ziwa la Tabariya, na pia linapatikana shamalu Falastini, linapatikana huko Falastini pande za kaskazini. Anawauliza, hili ziwa lishakauka maji yake ama bado yapo? Kuonesha kuwa alama ya pili ya yeye kutoka ni ziwa la Tabariya kufanya nini? Kukauka. Ziwa kama hili 1964 Mayahudi waliunganisha mapipe katika ziwa kama hili, wakichukua maji kupeleka katika mustautanat, majumba walioyajenga katika ardhi ya Falastini kuishi. Na ndio ilikuwa almasdarul wahid, ndio ilikuwa sehemu moja pekee ambayo kwamba wanapata maji, hawana nyingine. Maji yakawa yanatumika kwa wingi, yanaenda kipungua. Wakifanya researches waona idadi kubwa ya maji yapungua katika Buhaira Tabariya, na Myahudi ajua vizuri sana kuwa mwisho wake ni kukauka Buhaira Tabariya. Halitoshi hilo, hana namna nyingine ya kupata maji, na ndio maana ukaona kulikuwa na vita kati yake na Masri. Vile vita, unajua sababu yake nini? Si kwa sababu ataka ardhi ya Sinai peke yake, alikuwa ataka maji ya Nili, maji ya mto wa Nile, kwa sababu itikadi yake yeye hudud na mipaka ya daula yake ni kutoka mto wa Furat Iraki mpaka mto wa Nile Masri. Anaona huku yatakauka, nitapata wapi maji? Wacha nivamie Masri. Na katika mwaka wa 2008 kulipita mkataba kati ya Mayahudi na dola ya Jordan. Mkataba wenyewe
mlazimisha Myahudi ampe Mjordan milioni 50 million cubic meters ya maji kutoka katika Buhaira Tabaria annually, kila mwaka. Si kiwango kidogo, ni kiwango kikubwa. Hilo likawa ni pigo lingine kwa Myahudi. Ikiwa Mjordan atachukua kiwango kikubwa kama hichi cha maji kila mwaka, haya takauka haraka. Mbali na hivyo, researches zinaonyesha kuwa ardhi ya lake kama ile na ziwa kama ile ni ardhi yenye kunyonya maji, yani inapungua kwa kila upande. Na ndio maana kufanya amalia inayojulikana kama amalia ya tahliyatu miyahil bahr. Wakaenda wakachukua maji ya bahari, wakayasafisha na kutoa chumvi, wakawa wanatumia kwa wingi maji ya bahari ili kule kusifanye nini? Kusikauke, ikawa ndio mwisho wao. Kwa hivyo swali la pili aliloliuliza ni nini? Kuhusu Buhairat Tabaria. Swali la tatu aliloliuliza Dajjali ilikuwa ni kuhusu Ain Zaghar. Hii ni chemchemu ya maji inayopatikana pande za Jordan. Kwa nini katika maswali yake ukiangalia Dajjali, kwa nini mingi anazungumzia sehemu za maji? Anazungumzia ziwa, anazungumzia kwenye chemchemu, kwa sababu ndo sehemu za nguvu. Akishika maji ajua ndo ameshika sehemu strategic ambayo kwamba aweza kuteka watu kwa wingi. Na ndo maana Mtume SAW aliashiria katika hadithi yake, yaridu kulla manhalin, atakuwa anafikia katika kila sehemu yenye maji, katika maneno ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyataja katika hadithi zake. Kwa hivyo akaulizia kuhusu chemchemu ya nini? Zaghar. Na hii tumesema inapatikana Jordan. Anauliza maji yake yako? Bado watu wanaoishi karibu na hiyo sehemu wanalima kutokamana na maji ya hiyo sehemu? Wanaofuatilia wanasema yamepungua mpaka robo. Kwa hivyo ikifikia kuisha itakuwa ndo mwisho wa nini? Wa Dajjal. Kwa hivyo Tamim ad-Dari alibahatika kumuona Dajjal, na Mtume akaliunga mkono hilo kuonesha kuwa Dajjal yupo. Hivi tunavyozungumza Dajjal yupo, lakini anasubiri wakati munasib ambao kwamba atatoka katika ulimwengu huu afanye kazi yake. Tulisema Dajjal ni mpana na hata tosha kwa khutba moja, naona bado zinavutika. Wakati umeenda. Ni zipi fitna za Dajjal? Ni swali hili kila mmoja atakikana ajue, na nani utajikinga kutokamana na fitna ya Dajjal. Haya biidhnillah tutaeleza katika khutba yetu itakayofuatia, pamoja na tahlil. Tutataka tufanye kidogo tahlil katika hichi kipindi tunachokizungumzia, uchambuzi. Najua kuna wengi ambao kwamba washakiona kipindi kilowekwa na Netflix mwezi huu mwanzo cha Masaya. Nini risala iliyoko ndani ya hichi kipindi? Huyo mukhrij ataka kufikisha nini haswa? Alenga kina nani? Je, alenga Waislamu ama Wakristo ama Mayahudi ama alenga ulimwengu mzima? Anapochagua actor ambaye kwamba anaitwa Mahdi, actor jina lake la asili ni Mahdi, huwa amekusudia nini? Je, ataka kufungamanisha kati ya Dajjali na Imam Mahdi? Maswali ni mengi yanayofungamana, na ikiwa hatukuyabainisha, basi kwa wale ndugu zetu ambao kwamba wanafuatilia kipindi kama hicho, wanaweza kuathirika na system ya Dajjali ambayo kwamba pia tutakuja kuiashiria, kwa sababu Dajjal ana project, na project hiyo yashughulikiwa na wengine kabla yeye kufika kwa ajili ya kumwandalia mazingira. Project yenyewe ni ipi? Amehitaji Mtume, tutakuja kuiashiria. Tumomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atubainishie hakika ya fitna kama hii na atuepushe nayo.
ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.